na mtotumai wahisani wataweza kuingilia kati na kuona kuwa ameweza kupata matibabu. Tukisonga mbele, mwanamume mmoja amepatikana ameaga dunia katika chumba cha kupumzika katika soko la Sikatam katika hali tatanishi, huku polisi wakianzisha uchunguzi kufuatia kisa hicho. Kwa mujibu wa wakazi eneo hilo, mwanamume huyo alilipia chumba hicho Jumatano usiku na kuingia na mwanamke mmoja. Wakazi wanadai kuwa sio kisa cha kwanza kushuhudiwa eneo hilo, huku wakitaka wanaume kujitokeza kupata ushauri kuhusu masuala tatanishi. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi wafu cha hospitali ya rufaa ya Bungoma. Patikana kwa hii bar inaitwa Iriba. Huyu jamaa ameingia hapa jana, akawa amekuja kujiburudisha kidogo hapa na msichana wake. Imefika asubuhi na inasemekana ati huyu jamaa ako kwa rumu amekufa, na ati hajajua kiini yenyewe imekuwa nini. Hata familia yenyewe haijatuambia kiini nini. Wamekuja tu na polisi wakabeba huyu jamaa wakaenda na yeye. Lakini na hapa hii si mtu wa kwanza kukufia hapa ndani. Sasa hii kulingana na venye mimi nimekaa hapa, huyu sasa ni mtu wa pili. Last year tena tumekuwa na kisa kama hiyo, mtu alikuja tena hapo ndani akakufia hapo ndani. Hujaielewa shida inakuwa nini na iba. Hata huyu msichana mwenyewe anasema ati amepatikana naye kwa room, hata ameshtuka sana. Alishindwa hata kuongea na mtu mwenye alimsafu hapo ndani. Alichukua jukumu la kukimbia hadi kuambia polisi. Polisi wakakuja ndo wakajua, hata watu hapo ndani wenyewe ndo wakajua mtu amekufia hapa ndani. Hatu wanaume, jaribu kushare na rafiki yako. Si lazima ati ushare na mtu wa uko yako. Share na mtu kitu yoyote si mtu, si lazima ati mtu unakaa na yeye ndo anaweza jua shida zako. Sasa hiyo ndio mtandao.